mgeni rasmi katika mchezo huu. Tutamtangaza hapo baadaye. Lakini leo niko hapa kuwatangazia mgeni maalum katika mchezo wetu huu wa kombe la shirikisho barani Afrika. Mgeni wetu maalum katika mchezo wetu wa tarehe 9 ya mwezi wa 4 ni mjumbe wa kamati ya utendaji ya shirikisho la soka barani Afrika CAF, lakini pia ni rais wa baraza la vyama vya soka Afrika Mashariki na Kati CECAFA, lakini vile ni rais wa shirikisho la kandanda nchini Tanzania, si mwingine Wallace Karia. Tuko na matawi mengi hapa, kwa hiyo ni rahisi kwenda kupata maelekezo mfanye kitu gani tawi lenu liwe tawi rasmi. Mkihitaji msaada wowote wa kurasimisha tawi lenu, wapo Simba Hatari wataenda kuwasaidia, wapo Wekundu wa Terminal wataenda kuwasaidia, lakini mweka hazina wa mkoa wa Dar es Salaam vile ni mkazi wa maeneo haya, mtashirikiana naye ili kuharakisha kwa haraka kufanya tawi lenu liwe tawi rasmi. Ndugu zangu wana Mbezi sokoni na wana Simba kwa ujumla, kikosi chetu kimerejea jana kutoka Misri, na baada ya kurejea moja kwa moja tunaanza maandalizi kuelekea mechi yetu ya tarehe 9, mechi ya marudiano dhidi ya Al Masry. Mchezo wa mkondo wa kwanza, mchezo wa kwanza pale Suez nchini Misri ulimalizika kwa Simba sisi kupoteza mabao 2-0. Lakini matokeo haya kwa namna yeyote ile si matokeo ambayo yanapaswa kutukatisha tamaa, si matokeo ambayo yanapaswa kutuvunja moyo, na si matokeo ambayo yanapaswa kututia unyonge. Matokeo tuliyopata pale Misri yawe matokeo ya kutupa nguvu ya kuelekea mechi yetu ya marudiano tarehe 9 Benjamin Mkapa. Ukweli utabaki ya kwamba tumepoteza mchezo wa kwanza wa robo finali, na ukweli mwingine ambao unatakiwa kubaki milele kwenye vichwa vya wanasimba ya kwamba hatujapoteza robo finali na hatujapoteza nafasi yetu ya kwenda nusu finali. Nafasi yetu ya kwenda nusu finali msimu huu ni nyeupe na iko wazi na wala haina kipengele.
kupoteza mechi yetu ya kwanza.